Wastahili sifa na utukufu Baba. Wastahili. Oh, haleluya. Wastahili. Oh, wastahili. Unastahili. Wastahili. Oh, haleluya. Wastahili. Oh, wastahili. Heshima na mamlaka ni zako. Amen, amen. Bwana Yesu apewe sifa. Jioni ya usiku wa leo ninakusalimu mahali popote ulipo. Majina yangu ninaitwa Pastor Dohio. Nimeokoka. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya wema wake na fadhili zake na upendo wake katika jina la Kristo Yesu, na pia ninamwabudu Bwana kwa sababu ya kuniweka hai na kunifanya mtumishi wake katika jina la Kristo Yesu. Ninataka kukukaribishe katika ushirika wetu wa kwanza wa Wednesday hapa Christian Foundation Fellowship, mahali popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya na katika nje ya taifa letu la Kenya. Najua ya kwamba mnatupenda na mumesimama pamoja nasi, na ninashukuru Bwana nikiamini hata katika hii mwaka tutapelekana vizuri na wengi watabarikiwa. Leo ningependa nikaweze kuomba alafu niingie katika neno la Bwana la siku ya leo, kwa sababu Bwana amenituma kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Kwa hivyo ni vyema uamini jioni ya siku ya leo ya kwamba kuna jambo Mungu anaenda kulifanya katika maisha yako katika jina la Kristo Yesu. Mungu hawezi kunituma bure. Amenituma akiwa na sababu, na ninaamini ya kwamba maisha yako na maisha yangu haitakuwa ya kawaida katika jina la Yesu. It will never remain the same again. Kwa hivyo unaweza kuwa baraka kwa watu wawili watatu, uwakaribishe katika ushirika wa siku ya leo. Na njia ya kuwakaribisha ni rahisi. Unaingia pale tu Facebook, unatafuta James Dohio na utatuona pale tukiwa live, then uguse kitu kinaitwa share the message, na watu wengi watabarikiwa jioni ya siku ya leo, na utahesabiwa kuwa ya kwamba umehubiria watu katika jina la Kristo Yesu, na Bwana atakubariki na atakutenda mema katika jina la Yesu jioni ya siku ya leo, na utabarikiwa in Jesus mighty name. You can share, then you can go to our YouTube channel, search Pastor Dohio Official, then subscribe and share the message, na utabarikiwa na Bwana katika jina la Kristo Yesu, kwa sababu Bwana amenituma ili niweze kukuletea ujumbe wa Bwana katika jina la Kristo Yesu, na utabarikiwa mahali popote ulipo katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo ingia pamoja nami na utabarikiwa in Jesus name. Ningependa niweze kuomba. Nikimaliza kuomba nitaingia kwa neno la Bwana la siku ya leo, na utabarikiwa katika jina la Kristo Yesu. Amen. Tuamini na tuombe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa sababu ya siku nyingine ya leo umelipa katika siku hii ya Wednesday. Ni ushirika wetu wa kwanza katika hii mwaka wa 2026, na ninaamini ya kwamba utatubariki na utanena pamoja nasi.
Nitumie Bwana kama chombo chako, niwe baraka kwa watu wako kupitia neno lako jioni ya leo. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Sema amen mahali popote ulipo. Najua ya kwamba utabarikiwa na Mungu atatenda mema katika maisha yako. Ingia nami katika maandiko matakatifu ya Bwana katika kitabu cha Psalms, in the book of Psalms. Hapo ndio tutaona jina la Yesu. Ningependa nikaweze kuongea aina ya watu watakaokaa katika patakatifu pa Mungu. Bwana apewe sifa. There is a holy place. Mahali pale ndio tunajitahidi sana tukiwa katika dunia hii, tuone ya kwamba tutaishi pamoja na Mungu. Hata mwimbaji aliimba akasema ya kwamba tutazunguka na tutakaa karibu na Mungu wetu. Mahali pale patakatifu ni watu wa aina gani watakaa pale? Wameruhusiwa kukaa mahali pale. Bwana wetu ni sana, kwa sababu tunaweza kuwa katika dunia hii na tunajitia nguvu ya kwamba tutakaa mahali patakatifu pa Mungu. Bwana wetu ni sana, lakini kuna wale watu Mungu amewachagua, yaani wale watakaofanya kulingana na mapenzi yake, wale watakaefuata neno lake. Hao ndio watakaa mahali patakatifu pa Mungu. Bwana wetu ainuliwe sana. Na kwa hivyo in the book of Psalms 15 inaongea vizuri from verse 1. Inaongea, maandiko inasema, Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Kwa nini huyu mtu aulize swali kama hili? Tunajua kwamba in the book of Psalms imeandikwa sana na Daudi. Kwa nini aseme na aulize ikiwa ni swali? Even your Bible there is a question mark. Kwa nini aulize hii swali? Ni kwa sababu alikaa akaangalia vile watu wanakaa katika dunia, hata yeye akajiangalia yeye mwenyewe. Bwana wetu ainuliwe sana. Akaona ya kwamba sijui ni nani atakayekaa katika hema ya Mungu. Bwana wetu ainuliwe sana. Hata katika siku ya leo tukiangalia katika dunia yote na nchi zote, tunaweza kuwa na swali kama hii. Tujiulize, je, ni nani atakayekaa katika hema ya Mungu? Nani atakayekaa patakatifu pake Bwana? Kwa sababu unaona ya kwamba dhambi zinafanywa na watu bila kuelewa. Bwana wetu ni sana, na bila kuogopa. Sasa we are in the time, na ndio Timotheo inasema ya kwamba tunaishi katika nyakati za hatari, nyakati ambazo watu hawaogopi. Bwana wetu ni sana, yaani mtu anaweza fanya dhambi jua likiwa limewaka. Watu hawaogopi, hawana haya katika mioyo yao. Bwana wetu pewe sifa. Na ndio hata Mungu, hata yeye Mungu mwenyewe aliuliza swali, akasema ya kwamba nikikuja duniani kuchukua kanisa langu, je, nitapata mtu mmoja ambaye amekaa katika imani? Bwana wetu ni sana, kwa sababu Mungu akiwa mbinguni, ile mambo Mungu anaona katika dunia hii, hata tunaishi kwa sababu ya rehema zake. Bwana wetu pewe sifa. Ni kama vile maandiko inasema katika fanya dhambi hata mara 100 akiangaliwa na hakuna kitu kinafanyika, because Mungu huwa anapeana the second chance ya mtu kujiangalia, aseme ya kwamba as from today hii dhambi sitafanya tena, nitamrudia Mungu, nitamgeukia Bwana, nitafuata Jehova. Bwana wetu pewe sifa.
lakini watu wanafanya vile wanataka, hawaelewi ya kwamba there is a time. Hiyo kikombe ya dhambi ikijaa, Bwana wetu ainuliwe sana, ndio utajua ya kwamba ni time Mungu anapea watu aone kana kwamba wanaweza badilika, kwa maana maandiko inasema Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana wetu pewe sifa. Na kwa hivyo Daudi alipoangalia akashindwa nani atakaa mahali patakatifu pa Bwana, akasema ni nani atakayefanya maskani yake, who shall dwell in thy holy hill? Nani atakayefanya maskani yake? Maswali Daudi anauliza mahali pale katika kilima chako kitakatifu. Bwana wetu ni sana. Hata wewe na mimi twastahili kujiuliza kwa ile mambo tunafanya katika dunia hii. Bwana atukuzwe. Yaani mtu anatukana Mungu vile anataka, dhambi zinafanywa ina public bila watu kuogopa. Lakini wacha nikwambie siku ya leo ni time tumepewa na Mungu tubadilike. Ndio anasema nirudieni nami nitawarudia. Bwana wetu ainuliwe sana, kwa sababu Mungu hangependa mtu hata mmoja afe akiwa mwenye dhambi ama aingie kwa moto, because hell is real, heaven is real. Bwana wetu ainuliwe sana. Ndio maandiko inasema Mungu alisema hivi, akaita mbingu na akaita dunia, akasema ya kwamba nimeweka mbele ya mwanadamu uzima na moto. It is your choice. Uchague ni nini unataka. Sio Mungu atakushagulia, but make your own decision. Which way do you want to follow? Wana pesa. Yesu naye akaja akasema ya kwamba njia ni ngapi? Ni mbili. Kuna njia pana na kuna ingine nyembamba. Chagua ni gani unataka. Bwana wetu ni sana. By the way, hapo tumepewa nafasi ya to make our own decision. Na ile njia utachagua ina mwisho wake, aidha uzimani ama katika moto. Bwana wetu ni sana. So maandiko inauliza hapa, nani anaweza kukaa katika hema yako? Verse 2 inaelezea vizuri. Ndio nimesema naongea aina ya watu watakaokaa katika patakatifu pa Bwana. Anasema ya kwamba number 1, ningependa ukaweze kujiangalia na kujichunguza ndani yako uone whether you are one of them. Bwana apewe sifa. Number 1 anasema ya kwamba ni mtu aendaye kwa ukamilifu. Angalia maisha yako. Je, wewe ni mkamilifu? Wewe ni mkamilifu katika wokovu? Wewe ni mkamilifu katika imani? Wewe ni mkamilifu katika utakatifu? Kwa sababu yule aendaye kwa ukamilifu, huyo ndiye mtu wa kwanza atakayekaa katika patakatifu pa Mungu. Bwana wetu ni sana. Tuko na wakati wa kujiuliza maswali na kujiangalia na kujichunguza, because we can lie as somebody but we cannot lie our God. Ndio Mungu anasema ya kwamba I search the heart. Mimi huwa ninaangalia moyo, siangalii nje. I can pretend katika hii mwili how good I am, but in my heart mimi ni mtu mbaya. Bwana wetu ni sana. So lazima uangalie whether you walk uprightly. Wewe ni mkamilifu katika njia zako. Unasema ya kwamba wewe umeokoka. Je, wewe ni mkamilifu katika hiyo njia ya wokovu? Because kuna ile mienendo kila Mkristo anastahili kuenenda naye. Bwana wetu ni sana. Sio njia zote Mkristo anastahili kutembea, but
ni vyema kuangalia. Ukisema umeokoka, hapana danganya wanadamu, because mwishowe utakuja kulia, kwa sababu hauwezi danganya Mungu. Angalia njia zako kama wewe ni mkamilifu. Huyo ndio mtu wa kwanza atakaye kaa mahali patakatifu pa Mwenyezi Mungu. Bwana wetu ni sana. Ndio ninasema ya kwamba sio watu wote, lakini ni wale wakamilifu katika kuongea. Je, wewe ni mkamilifu katika kutembea? Wewe ni mkamilifu katika kupenda watu? Wewe ni mkamilifu? Lazima uangalie katika jina la Yesu. Namba 2 anasema, na mtu ambaye anatenda haki and worketh righteousness. Bwana wetu sana. Hiyo ni kitu ambayo ingine imeshinda watu, kuwa wenye haki. We are so good katika mambo mengi sana dunia hii, kwa mabiashara na kwa nini, but are we righteous? Je, tunatenda haki? Kwa maana yule anatenda haki, huyo ni mtu wa pili atakayekaa mahali patakatifu pa Mungu. Bwana wetu ni sana. Wakati unatembea katika dunia hii, katikati ya watu, ukiwa pamoja na marafiki wako, hata pale kazini, Bwana wetu ni sana. Hata kama hata kama wewe ni leader, angalia ile mambo unafanya. Je, unatenda haki? Bwana wetu ni sana. Kama hatutendi haki patakatifu pa Bwana, tutapaonea mbali. Bwana wetu ni sana. Lazima tuwe wenye haki, lazima tuwe wakamilifu na kile tunasema na vinywa vyetu. Bwana wetu ni sana. Lazima tuwe wenye haki. Mtu wa tatu anasema ya kwamba asemaye kweli kwa moyo wake. Bwana wetu kwa sifa. Je, wewe ni kusema ukweli katika moyo wako? Wakati uliitwa kwa interview, ulienda kuongea ukweli ama ulipretend ndio uweze kupata hiyo kazi? Na ndio unaona ya kwamba kama uliongea ukweli na umeficha uongo ndani yako. Bwana apesi. Je, wewe ukiitwa mahali utoe ushuhuda wa mtu, unaongeaga ukweli wa vile unajua? Hata zile kesi ziko kotini, ukiitwa mahali pale as a witness, je, wewe unaongeaga ukweli wa moyo? Bwana wetu ni sana. Tukiangalia hii mambo yote, ndio maandiko inauliza, nani atakayekaa katika hema ya Mwenyezi Mungu? Bwana wetu ni sana. Kuna mahali tumeitwa wapendwa, after this life of this world there is an eternal life forever and ever. Bwana wetu apewe sifa. So maandiko inasema hivi, mtu ambaye asemaye kweli kwa moyo wake. Siku hizi ndio watu wapate share, wapate mali, waingie kwa kampuni. Wengine hawaongei ukweli. And let me tell you today, Bwana pesa, ukweli unaweka mtu huru. Na ukiongea ukweli sio kusema utanyimwa kazi. Hapana, ingia pale kudanganya. Ongea ukweli. Hata kama unataka hiyo kazi, elewa ya kwamba kuna mahali pengine unakojewa. Uone how you are going to behave mahali pale. Bwana pesa, utaona kana kwamba utaingia mbinguni. Bwana wetu aiwe sana. Mtu mwingine wa nne, maandiko inasema asiyesikizia kwa ulimi wake, he that backbiteth not with his tongue. Bwana atukuzwe. Wala hakumtenda mwenziwe mabaya. Kama wewe ni mtu mmoja
unatenda mwenzako mabaya. Unajua siku hizi kutakia mwingine mabaya imekuwa sio shida, lakini katika kila jambo na kila tendo unatenda dunia hii, lazima ufunguke macho yako, uelewe kuna mahali pengine utaingia after dunia hii. Bwana wetu ainuliwe sana. Hapana tenda mwenzako mabaya na unamuonyesha vile unampenda, alafu usiku ukifika, wewe ndiye unamwendea, wewe ndiye unampangia. Kile unapanda utafuna. Wacha nikuambie, Mungu wetu hadi akili, macho yake huwa inaona kila mahali. Bwana wetu apewe sifa. Na kwa hivyo wewe umekusudia kutenda mwenzako mabaya, it is good you change, because utafuna kile utapanda. Haleluya. Hata ukiua kwa upanga, utauliwa kwa upanga. Ukiua kwa maneno, utauliwa kwa maneno. Bwana wetu ni sana. Galatians inasema apandasho mtu ndicho atakachofuna, na utavuna katika dunia hii. So it is good ufanyie mwenzako mambo mazuri. Hata ukiona ya kwamba biashara yake imeinuka, Bwana pesa, uone jamii yake vile inaendelea vizuri, unastahili kufurahia, kwa maana mwenzako akibarikiwa, hata wewe umebarikiwa. Bwana pesa. Hata kanisani siku hizi watu wanatakiana mabaya. Unaona kanisa ya mchungaji fulani imeinuka, inaendelea kulingana na kile kibali na mwito Mungu amemuita naye, alafu mwingine anamtakia mabaya. Wacha nikuambie, katika dunia hii hauwezi kuhubiri, na hicho kitu unapanda utavuna. Mimi nilichawahi ona, Bwana pesa, mtu akikata kanisa ya mtu, Bwana wetu ni sana, anatoa kanisa ambayo imefanyiwa kazi na anaenda kuanzisha. Wacha nikuambie, yako itakatwa mara 3. Na hiyo ni kitu tusipoangalia kitatuletea shida katika dunia hii. Lazima ukiona mchungaji fulani ameinuliwa, muinue hata wewe, kwa maana ukimuinua na wewe utainuliwa. Washeni tusitakiane mabaya. Nasema ya kwamba yule mtu hatendi mwenzake mabaya atakuwa patakatifu pa Bwana. Bwana wetu ainuliwe sana. Wala hakumsengenya jirani yake. Wakati wanakaa usiku kwa nyumba, wanasengenya neighbor. Bwana pesa. Hata siku hizi watoto wanakaa wanasengenya wazazi. Hata mama anakaa anasengenya bwana yake. Na kuambia siku hizi kuogopa Mungu ni watu wachache. Bwana wetu pewe sifa. Watu wanasengenyana bila wanataka, bila kuogopa na bila kuelewa. Kuna mahali tunakojewa. Bwana wetu ndio sana. Ni vizuri kuangalia kila jambo unafanya dunia hii, ya kwamba kuna Mungu alikuumba, na yule unasengenya aliumbwa na Mungu. Yule unakusudia kumtenda mabaya aliumbwa na Mungu. Bwana wetu apewe sifa. So Biblia inasema ya kwamba wala hakumsengenya jirani yake. Washa masengenya. Ati jioni unakunywa chai kwa kusengenya watu. Washa hiyo jambo ndio ufike mbinguni. Bwana wetu ni sana. Ni nani atakaye kaa katika hema ya Mungu, mahali ambapo ni patakatifu? Angalia namba 4. Inasema machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa. Hata unaweza kuwa na macho ya kudharau mtu, na macho ikuvugilie uingie mbinguni. The Old Testament ilisema ya kwamba ikiwa ni macho itakukosesha,
kuingia mbinguni uing'oe, lakini sio hii. Using'oe hii ya mwili. Kuna macho ingine mtu anaangalia kama mtu naye unamtukana, bali waheshimu wamchao Bwana. Ni vizuri kama unaheshimu wale wanaogopa Mungu, wewe ni mmoja wa kukaa katika hema ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu heshima imekosa katika dunia hii, na Biblia inasema heshimu aliyeheshimiwa. Lakini sisi hatuna ile heshima, na bado tunangoja tufike mbinguni. Ni wengi wameitwa, lakini wachache wataingia. Bwana apewe sifa. Maandiko inasema mliniita vile nilivyosema. Bwana wetu ni sana. Hakutoa fedha yake apate kula ruba. Watu wale wamezoea kuhongana. Jamani, mbinguni ni mbali sana na wewe. Upende usipende. You must change in Jesus name. Lazima tubadilike. Tuwashane na hongo. Kama kitu ni chako ni chako, kama kazi ni yako ni yako. Because maandiko inasema, Mungu anasema katika Jeremiah, I have got a good plan for you, to prosper you and not to harm you. Kama hiyo kitu unataka ni Mungu amepurpose ukipate, hapana peana hongo. Mungu anatengeneza njia na utapokea. Bwana wetu ni sana. So wale hawatoaji hongo, nataka nikuambie mbinguni utaingia. Hakutoa rucha amwangamize asiye na hatia. Wewe haujawahi sikia kuna watu wanaongana mwenzake aone mabaya. Mbinguni ni mbali sana na wewe. Bwana apewe sifa. Na mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa, shall never be moved, katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Nini Mungu huwa anafanya kwa watu wale ambao ni wakamilifu, watu wale ambao wanatenda haki? Psalms 84. Maandiko inasema hivi. Psalms 84 and verse 11. Maandiko inasema, kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, for the Lord God is a sun and a shield. Hallelujah. Anasema Bwana atatoa neema na utukufu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Bwana apewe sifa. If you walk uprightly, if you are a righteous person and holy, Biblia inasema ya kwamba the Lord will give grace and glory. Unajua ya kwamba tumezoea kuomba Mungu atupatie utukufu na atupatie neema, but hii kitu haikujaji hivyo. Mungu huwa anaangalia whether you walk uprightly, kama wewe unatembea kwa ukamilifu, kama wewe ni mkamilifu katika mambo ya Mungu. Sasa maandiko inasema ya kwamba Bwana atatoa neema na utukufu for those who are seeking the grace of God and the glory of God. Jambo ni moja tu, ni kuwa mkamilifu katika mambo yako yote. Maandiko inasema hata wanyima kitu chema. So whatever is good in this world. Bwana wetu ndiye sana. Nasikia hii neno likinibariki sana. Najua Mungu atatenda maajabu hata katika maisha yangu. Na Mungu anisaidie niwe mkamilifu. That is my prayer. Because anasema ya kwamba no good thing will he withhold. Yani hata wanyima kitu chema katika dunia hii. Vitu vyote ni za Mungu. Anasema vitu vyote
vizuri atapatia wakamilifu. Bwana yetu ni sana. Labda hatujapata mambo makubwa kwa sababu Mungu anaangalia ukamilifu wetu, ndio aweze kuashiria neema na kitu chote kizuri aashirie juu yetu. Bwana wetu ni sana. Lazima tuangalie ukamilifu, tuangalie haki katika maisha yetu, tujiangalie, tujichunguze ndani yetu. Vitu zingine tunataka kwa Bwana Mungu, naye kuna mambo anaangalia ndio aweze kuziashiria. Bwana apesi. Wewe uko mahali pale, unataka kitu kizuri katika dunia hii. Siri ni moja, kuwa mkamilifu katika mambo yako yote. Anasema hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Amen. From them that walk uprightly, Mungu hata wanyima kitu kizuri. Bwana wetu apewe sifa. So kama wewe ni mkamilifu, kama wewe ni mwenye haki, kama wewe sio mtu wa hongo, kama hausengenyi watu, utakuwa mmoja wa kukaa katika hema ya Mwenyezi Mungu. Mahali pale patakatifu utakuwa naye katika kiti chake cha enzi. Huwa tunasema ya kwamba tutakaa katika kiti cha enzi, lakini there is a work we need to do. Wakati tuko katika dunia hii, kuna kazi tunastahili kufanya katika jina la Yesu. Watu wengine, nikienda kumalizia kitabu cha Isaiah 33 and verse 15. Isaiah 33 verse 15. Ukisoma hapo juu utaona ya kwamba ni watu wenye dhambi wanauliza swali hapa. Ati ni nani kati yetu anaweza kukaa na moto uteketezao milele? Kwa sababu Mungu ni moto unao. Walijiuliza maswali hata na wao, na wakajijibu wakasema, ni yeye atendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili. Bwana asifiwe. He that walketh righteously and speak uprightly. Ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma. Imagine mnaenda mnadanganya mahali na mnapokea faida hapo, na mtu anaweka mfuko na anatembea vizuri. Lakini mwenye kukaa mahali patakatifu pa Bwana ni yule ambaye anaweza kudharau faida ipatikanayo kwa dhuluma. Bwana yetu ni sana. He that despises the gain of oppression. Nasoma ya Kiswahili na ya Kiingereza. I know. Bwana wetu ni sana. Kuna watu outside our nation, they speak only English. That's why I read in Kiswahili and in English, ndio kila mtu aweze kushika. Nasema ya kwamba akumutaye mikono yake asipokee rushwa. Yani kuna kumuta mikono yako, that shaken his heart from Horus bright. So hata ile mikono inapokea hongo ni shida kubwa mbele za Mungu. Yule mtu hawezi kukaa mahali patakatifu pa Bwana. Ni vizuri tuangalie hii mambo yote. Anasema ya kwamba from Horus the bright, asibaye masikio yake asisikie habari za damu. Kwa hivyo hata kusikia ya kwamba mtu aje akwambie nimeua mtu fulani, nimemaliza mtu fulani, nimekamalizia mtu kwa fulani, hata hiyo kusikiza, kama masikio yako inasikianga hivyo, patakatifu kwa Bwana patakuwa bali na wewe. Bwana wetu apewe sifa. Afubaye macho yake yasitazame uovu. Mungu atusaidie. Kwa maana hii macho yetu haina pazia, na ndio watu wanafanya vile wanataka. Macho inaona, macho yetu inachafuka. Bwana atukuzwe. Ni Mungu atusaidie ndio tuweze kukaa mahali pake patakatifu.
Bwana wetu ni sana. Najua ya kwamba nimeongea na mtu na nimesaidia mtu. It is your high time. Change. Badilika katika jina la Yesu. Because this world is not for us. There is an internal life. Mahali ambapo tutaishi milele. Bwana wetu apewe sifa. Mahali pale tunastahili kupafikiria sana. Usije ukakaa vizuri dunia hii, na ni vizuri kukaa vizuri, alafu mwishowe ukae vibaya. Bwana apewe sifa. Bwana ni roho. Unaweza kuwa pale umejishunguza. Search. Abia Bwana, because only God can search your heart. Bwana tukuzu. Umwambie Bwana, Lord, I come before you. Search my heart. Chunguza moyo wangu. Ukiona jambo linaweza fanya nijute nikiwa dunia hii, uniondolee Bwana. Na Mungu anapendezwa na mtu ambaye ananyenyekea na anayetubu dhambi zake. Bwana wetu ni sana. Usijifanye. Never pretend yourself before God. We can pretend ourselves before men and women, but we cannot pretend before God. He is our creator. He knows us than how people know him. Anakujua zaidi ya vile watu wanavyokujua. Bwana pesa. Ya kwa hivyo twastahili kuogopa huyo Mungu na tumrudie kwa mwema katika jina la Yesu. Nikipenda tu nikaweze kuomba ili Mungu atusaidie, atuonekanie nyakati za mwisho. Tuko nyakati za hatari na Mungu atatusaidia. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa sababu ya neno lako la siku ya leo. Limetunenea Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako, mahali pako patakatifu? Ni mtu ambaye ni mkamilifu, ni mtu ambaye ni mwenye haki, ambaye hasegei wala hasigizii wala hapokei rushwa kwa mikono yake. Ni mtu ambaye anenaye maneno ya adili katika jina la Yesu. Naomba kwa sababu umetunenea Bwana, naomba ushunguze mioyo yetu kuanzia dakika hii. Hata wale wananitazama, may you search their heart. Ukiona jambo linaweza fanya tujute, Bwana, tukiwa dunia hii, tuomba utuondolee, and we repent every sin katika jina la Yesu. Hata zile dhambi zimefishika ndani ya mioyo, Baba, utusamehe katika jina la Yesu. Tuatamani tutakaa mahali patakatifu na wewe Bwana. Tusaidie, tuonekanie Bwana, na utushike na mkono wako, kwa maana hii dunia imejaa uovu na mambo mengi sana. Bwana wa mbinguni, tutakase na utusamehe, kwa sababu wewe ni Bwana. Pokea sifa, pokea shukrani katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Na kuashia hapo, ujishunguze ndani ya moyo wako na mienendo yako. Utajiangalia, utaona kama unaweza kaa mahali patakatifu pa Bwana. Mungu akubariki na akutende mema, azidi kukuinua na kukubariki katika hii mwaka. Uvune kile umepanda, ufanikiwe kwa kila jambo unalifanya dunia hii. May God bless you. Have a nice time in Jesus' name. Shalom. Shalom.